Wakati dhambi ya wanadamu ilipofikia hali yake mbaya zaidi, maandiko yanatuambia kwamba Mungu alisikitika kwa kuwa alimuumba mwanadamu na moyo wake ulijawa na huzuni kubwa. Hakuweza tena kuruhusu ulimwengu huu kuendelea kuwa uovu na dhambi kiasi hicho. Kwa hiyo Mungu aliamua kuwahukumu na kuwafuta. Mwanzo sura ya 6 inaeleza hili kwa uwazi, kwamba Mungu angeleta maji ya gharika juu ya nchi, kuharibu kila kiumbe chenye pumzi ya uzima chini ya mbingu, na kila kilichokuwa juu ya nchi kingeangamia. Kuna msemo tunaosikia mara nyingi: rudi kabla haijachelewa. Ndege ana hatua ya kutorudi. Mara ukishavuka wakati fulani, huwezi kurudi nyuma. Ni kweli wapendwa, tunasubiri, lakini kusubiri huko hakuendelei milele. Kuna wakati maalum, kikomo. Tunaishi katika ulimwengu huu, lakini si milele. Ufunuo unatuambia kwamba mara mlango ukishafungwa, hakuna kuufungua tena. Sasa ni wakati wa neema. Sasa ni siku ya wokovu. Sasa hivi Mungu anawaita wote, akiwakaribisha katika wokovu. Mlango bado uko wazi. Lazima uingie kabla haujafungwa. Wapendwa, fursa haitolewi wakati wowote. Dhambi inapofikia kikomo chake cha juu kabisa, mwisho unakuja. Dunia yenyewe ina mwisho. Maisha yako pia yana mwisho. Ujana wako hautadumu milele. Fedha yako haitakuwepo daima. Afya yako, sifa yako, cheo chako, hakuna kati ya hivi kinachodumu milele pia. Mrudi Bwana ukiwa na afya. Mrudi Bwana wakati bado una rasilimali. Kama utaacha wakati huo upite na kumjia Bwana tu baada ya kupoteza kila kitu, ukiwa umejaa majuto katika taabu yako, hiyo itakuwa njia ya kusikitisha ya kurudi. Katika Mwanzo sura ya 6, Mungu anarudia tena na tena kwamba uovu wa wanadamu haukumwachia chaguo isipokuwa kuuhukumu ulimwengu. Sasa nchi ilikuwa imeharibika mbele za Mungu na ilijaa dhuluma. Mstari wa 11 unatuambia, Mungu aliona jinsi nchi ilivyokuwa imeharibika, kwa kuwa watu wote duniani walikuwa wameharibu njia zao. Mstari wa 12 unasema, basi Mungu akamwambia Nuhu kwamba atawakomesha watu wote, kwa sababu nchi ilikuwa imejaa dhuluma kwa ajili yao. Wapendwa, Mungu anaeleza tena na tena kwamba hali ilikuwa imefikia mahali ambapo hakuna aliyeweza kutoa udhuru wowote juu ya hukumu iliyokuwa ikija. Nikitazama jinsi ulimwengu unavyoenda leo, siwezi kuondoa hisia kwamba hukumu inakaribia. Maangamizi ya wanadamu hayakuwahi kuhusu wanadamu peke yao. Yalimaanisha pia maangamizi ya kila mmea na mnyama duniani. Watu wanapotenda dhambi, ardhi yenyewe hubeba laana, uharibifu wa mazingira unafuata, na mpangilio wa ulimwengu unaanza kuvunjika. Ni kama uvimbe katika mwili wa mtu. Katika hatua ndogo, dawa huponya, lakini unapokuwa mkubwa vya kutosha, upasuaji unahitajika na wakati mwingine. Daktari akishafungua mwili, ugonjwa umekuwa umeenea sana kiasi kwamba hakuna hatua inayoweza kusaidia, na hakuna kilichobaki isipokuwa kuufunga tena. Wapendwa, ni lini uvimbe unakuwa mkubwa kiasi kwamba daktari hawezi hata kuweka kisu juu yake? Kifo kinapokaribia. Wakati huo, kilichobaki ni kusubiri kifo. Na hii ndiyo hasa maana ya hukumu. Natumaini mtamrudia Mungu sasa hivi, kabla uovu haujaenea sana kiasi kwamba Mungu hana chaguo isipokuwa kuleta hukumu. Wakati mwingine, nyumba huvamiwa na buu na wadudu, na kama ni sehemu moja tu, unaisafisha na kubadilisha sehemu iliyooza. Lakini fikiria kugundua siku moja kwamba vimeenea kila mahali.
na mbao zenyewe zimekuwa laini, na ugonjwa umeanza kuenea pia. Wakati huo hausafishi, unaunguza jengo lote. Mungu anasubiri mpaka kikomo fulani, lakini mambo yanapopita kikomo fulani, urejeshaji unakuwa haiwezekani. Hajalishi unarekebisha nguo chakavu kiasi gani, zinabaki chakavu mwishoni. Mtu wa zamani lazima afe, kwa sababu ni kupitia mauti hiyo tu mtu mpya anaweza kuzaliwa. Msishikamane na nafsi yenu ya zamani, historia yenu, maisha yenu ya zamani. Mara kitu kikishaoza zaidi ya kurekebishwa, lazima kitupwe kabisa. Kwa nini Mungu anahukumu? Si kwa ajili ya kuangamiza, bali kwa ajili ya kuokoa. Kufuta kila kitu, si kukata tamaa kabisa. Ni azimio la Mungu la kuanza kitu kipya. Mwishoni, hukumu ya moto itakuja, lakini hiyo haitakuwa mwisho kamili wa dunia. Mbingu mpya na nchi mpya vitajitokeza badala yake. Mungu alipanga wokovu katikati ya hukumu yenyewe, na kupitia mtu aliyemchagua, alitaka kuanza kitu kipya. Mtu huyo alikuwa Nuhu. Mungu alimwandaa Nuhu, akamfanya ajenge safina, na kupitia hukumu hiyo akamwokoa yeye, familia yake na kila aina ya mnyama, akifungua njia ya uzima kuanza upya. Basi Nuhu alikuwa mtu wa aina gani? Kwanza, tazama mstari wa 8. Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Nuhu alipataje baraka ya Mungu? Kwa sababu alipata neema ya Mungu. Neema ni nini? Neema ina maana ya kupokea, matendo ya pekee, kumtendea mtu asiye na sifa kana kwamba ana sifa, kupuuzia mambo yanayostahili, hasa madhara. Hicho ndicho hasa Mungu alimfanyia Nuhu. Kama sote tungehukumiwa kikamilifu jinsi tulivyo, kweli hakuna hata mmoja wetu angesalia kwenye hukumu. Tunaishi maisha tunayoishi tu kwa sababu mambo yamefunikwa, kwa sababu mtu anapuuzia yale tunayostahili kweli. Kama kila kitu kilichofichwa moyoni mwako kingesemwa kwa sauti, mwenzi wako angeshtuka. Basi msizungumze kwa uzembe kuhusu haki, kana kwamba ninyi wenyewe mnaistahili. Kama tungehukumiwa kwa haki kali, kila mmoja wetu angekuwa wa kwanza kuhukumiwa, kwa sababu hakuna hata mmoja wetu aliye na haki kweli. Kuna kitu muhimu zaidi kuliko haki, nacho ni neema. Neema inapokuwepo, jamii yenye haki hufuata kwa asili. Msiwaonyeshe wengine vidole, kwa sababu wakati kidole kimoja kinaelekeza nje, vidole vitatu vinaelekeza nyuma kwenu wenyewe. Wapendwa, njia ya sisi kuokoka ni kupokea neema. Nuhu alikuwa mtu aliyepokea neema ya Mungu, na naamini ni yule tu aliyepokea neema hiyo ndiye anayeweza kusaidia kweli kuokoa ulimwengu huu. Pili, mstari wa 9 unatuambia Nuhu alikuwa mtu mwenye haki, asiye na dosari, miongoni mwa watu wa wakati wake, naye alitembea na Mungu. Hili ni jambo la kushangaza kweli, kwa sababu wakati huo ulikuwa umejaa uovu na dhuluma, ile tuliyoeleza hivi punde. Kama hewa yenyewe imechafuliwa, kila anayeivuta lazima aishi nayo. Wote walikuwa wakitenda dhambi, na hata kanisa la wakati huo halikuwa tofauti, kwa kuwa watu waliotoka katika utamaduni huo walileta dhambi yake pamoja nao katika ibada. Je, mnajua tatizo halisi linalokabili kanisa leo? Makanisa mara nyingi hushikamana na njia za zamani na miundo migumu ya kimamlaka wakati ulimwengu unaendelea mbele, na hiyo ndiyo hasa sababu watu wengi wanaacha. Wakati mashirika ya kibinadamu yanaendelea kuendesha mambo badala ya utukufu wa Mungu, kanisa linahatarisha kupoteza wajibu wake kama chumvi na nuru, likawa kitu kilichotengwa na kusahaulika. Ulimwengu wote unaweza kuanguka katika uovu, lakini la kushangaza ni kwamba Nuhu hakuanguka.
Maadamu kanisa lenyewe halianguki, kuna tumaini linalobaki, hata kama ulimwengu unaozunguka unaporomoka. Ni rahisi kuwa na haki katika ulimwengu wenye haki. Kubaki na haki katika ulimwengu uliooza kabisa kama wa Nuhu si jambo dogo. Na Nuhu aliweza kuishi kwa haki na bila dosari, si kwa sababu alikuwa mwenye wema kwa asili, bali kwa sababu alipokea neema ya Mungu. Yeyote aliyepokea neema hiyo kweli anaweza kubaki na haki hata wakati wote wanaomzunguka wanatenda dhambi. Huo ndio siri halisi hapa. 3. Mwisho wa mstari wa 9 unatuambia alitembea na Mungu. Hii ni sentensi muhimu sana. Kutembea na Mungu kunamaanisha kumwabudu, kwa sababu Mungu ni roho, si mwili, na waabudu wa kweli lazima waabudu kwa roho na kweli. Njia ya kukutana na Mungu ni ibada, kumheshimu, kumsifu, kutukuza jina lake. Hii pekee ndiyo njia ya kutembea naye. Wapendwa, mnajua siri ya kuishi kwa haki katika ulimwengu wa dhambi bila kutiwa doa nao. Mwabuduni Mungu. Katika kanisa letu tuna harusi nyingi na wageni wasioamini katika Yesu. Mara nyingi hutoka nje kuvuta sigara karibu na mlango, lakini sijawahi kumwona hata mmoja akiwasha sigara ndani ya jengo la ibada lenyewe. Hilo lilinifundisha jambo. Unapokuja kanisani, ingia hadi ndani ya jengo la ibada. Wakati unaabudu, unamfikiria Mungu, uko katika nyumba yake, na hakuna mbadala wa hilo. Wakati unatembea na Mungu, dhambi haiwezi kukukaribia. Wakati unasifu na kusali, huwezi kutenda uovu wowote katika wakati huo. Naomba maisha yenu yabebe baraka ile ile Nuhu alikuwa nayo, kutembea na Mungu. Yeyote anayetembea na Mungu amechagua thamani kubwa zaidi iliyopo, na hashikamani tena na utajiri, heshima au afya, kwa sababu tayari amechagua thamani kubwa zaidi iliyopo. Sifa za msingi za Nuhu zilikuwa hizi: alipokea neema, na kwa sababu ya neema hiyo dhambi haikuweza kumkaribia, hivyo aliitwa mwenye haki na asiye na dosari katika kizazi chake, na alitembea na Mungu kwa kudumu. Naamini hii ndiyo mnayoitwa kuwa pia. Nuhu anabeba jina lingine pia. Waebrania sura ya 11 anamuita mtu wa imani. Kwa imani Nuhu alipoonywa juu ya mambo yasiyoonekana bado, kwa hofu alitengeneza safina kwa ajili ya kuokoa nyumba yake, na kwa hiyo aliuhukumu ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Mara nyingi nafikiri ni kiasi gani cha mapambano ya ndani Nuhu alipitia. Siku moja alisikia sauti ya Mungu ikimwambia kwamba angeufuta ulimwengu huu, lakini angemwokoa Nuhu. Akamwambia ajenge safina. Alisikia hili miaka 120 kabla hukumu haijaja, na kutoka wakati huo Nuhu alianza kujenga. Kwa miaka 120 bila mvua kunyesha, jua likiwaka juu yake muda wote huo. Je, hamfikiri hata mtu aliyejitoa kwa kina angeweza kuanza kujitilia shaka baada ya miaka 10 ya hilo? Hakuna hata mtu mmoja katika kizazi hicho chote aliyemwolewa Nuhu. Tunajua hili kwa sababu gharika ilipofika, hakuna aliyeingia safinani isipokuwa Nuhu na familia yake ya watu 8. Bila imani, alichofanya kwa miaka 120 kingekuwa haiwezekani kabisa. Na Nuhu alikuwa kweli mtu wa imani. Hapa nagundua jambo muhimu: mtu wa Mungu si mtu ambaye ulimwengu unamkaribisha kwa mikono miwili wazi. Ukikaribishwa na kusifiwa na ulimwengu, huenda ukawa bandia hasa, kwa sababu bandia hutambuana. Kama ni wa kweli, ulimwengu utachanganyikiwa nawe na kukukosoa. Ndivyo ilivyo hasa. Yule anayebeba ukweli anasimama tofauti na ulimwengu. Je, mnajua tatizo halisi la kanisa leo?
Hakuna tofauti dhahiri kati ya kanisa na ulimwengu tena. Mabadiliko ya kweli huja tu kutoka kwa tofauti ya kweli. Ulimwengu haumwogopi tena kanisa kwa sababu tumekuwa sawa nao sana. Hata hivyo, Nuhu alitumia miaka 120 kujenga safina hiyo, tendo la wazimu, kwa vipimo vya ulimwengu, kwa sababu alimwamini Mungu na kumwaga maisha yake yote ndani yake bila kutetereka. Angalia mstari wa 14. Jitengenezee safina ya mti wa mvinje. Hatimaye, Mungu anamwelekeza Nuhu kujenga safina na maneno, kabla ya hapo, yana umuhimu mkubwa. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako. Safina haijengwi kamwe kwa ajili ya ulimwengu wa nje. Hii ndiyo hasa kanisa la Mungu lilivyo. Safina ya Mungu mwenyewe, kwa ajili ya wale waliochaguliwa na kuokolewa. Mistari ya 15 na 16 inatoa vipimo halisi: vira 300, urefu 50, upana 30 kimo, na mlango ubavuni na sakafu 3. Mungu alipomwambia Nuhu ajenge safina, alieleza muundo mzima, kipande kwa kipande. Najua kwa nini? Kama Nuhu angeambiwa tu ajenge safina, angejenga kitu kinachofanana na meli za kawaida za wakati wake. Ni sawa na sisi na Mungu. Tunapomtumikia Mungu kwa njia yetu wenyewe badala ya njia yake, hivyo ndivyo mambo yanavyovunjika. Basi kujenga safina inamaanisha nini hasa? Inamaanisha utii. Hili linatukumbusha hema ya kukutania, ambayo Mungu vivyo hivyo alimwelezea Musa kwa kila dira, kila kifaa, kila rangi ya uzi. Mnajua sifa kuu ya Musa? Hakuijenga kulingana na anavyopendelea. Alitii kabisa alichoamriwa na Mungu. Hivi ndivyo huduma ya kweli na utii wa kweli unavyoonekana: kufanya kilichoambiwa kabisa, si kubuni kwa njia yako mwenyewe. Hata ukubwa wa safina yenyewe, mita 150, urefu 25, upana 15 kimo, ilibainika kupitia majaribio ya kisasa kuwa muundo uliothabiti zaidi dhidi ya mawimbi na dhoruba, kitu ambacho hakuna aliyekijua wakati huo. Hata bila kuelewa sababu, Nuhu alijenga kama alivyoamriwa kabisa. Na mstari wa 16 unatuambia kulikuwa na dirisha moja tu lililowekwa karibu na juu. Je, ni jambo la busara kwa meli kubwa hivyo kuwa na dirisha moja tu? Hata hivyo, hilo ndilo hasa lililohitajika, ili kwamba hakuna atakayeshawishwa kutazama nje. Kwa nini mtu angekufa akitoka nje? Kwa sababu kulikuwa na bahari ya mauti nje kwa mwaka mzima, kutoka wakati safina ilipotua mpaka mwishowe wakauona upinde wa mvua tena. Waliambiwa wabaki ndani. Ni nini kilichowasubiri nje? Ulimwengu wote uliozama majini. Hakuna milima, hakuna miti na uso wa bahari. Hiyo ulikuwa umefunikwa na mizoga inayooza. Kutoka nje kulimaanisha kifo. Wapendwa, ndani ya safina hiyo huenda ilihisi finyu na yenye kubana. Hata hivyo, ilikuwa mahali salama zaidi ambapo wangeweza kuwa. Hii ndiyo hasa maisha ya imani yanavyoonekana. Mara ukiaminipo Yesu kwa asili, unataka kurudi nje ulimwenguni, lakini Mungu anasema, ingia kanisani badala yake. Hili linanikumbusha miaka 40 jangwani. Hakuna maji, hakuna chakula, hakuna nyumba. Watu 600,000 walinusurika hivyo kwa miaka 40. Hii ndiyo hasa maisha ya Kikristo yanavyoonekana. Tunaingia si kufa, bali kwa sababu ndipo mahali pekee tunapoweza kuishi kweli. Kuna kitu kingine kisicho cha kawaida kuhusu safina. Haikuwa na injini, hakuna usukani, hakuna nyenzo ya kuelekeza, ikimaanisha hakuna aliyeko ndani angeweza kuongeza kasi,
kupunguza kasi au kuelekeza upande wowote. Ilielea tu juu ya maji. Hii ndiyo hasa maisha yalivyo. Je, unaweza kuelekeza maisha yako mwenyewe jinsi unavyotaka? Huwezi. Hakuna hata mmoja wetu anayejua kesho ina nini. Maisha yenyewe yanaishi ndani ya safina. Basi ni nani anayeendesha hasa? Ni Mungu. Kwa mwaka mzima huo ndani kulikuwa na siri moja hasa ya kuishi. Katika hilo, wasioweza kuona nje, wasioweza kuelekeza bila kujua. Ni lini itaisha? Ilibidi tu wamwamini Mungu, wamtegemee na kusubiri. Msijaribu kujilazimisha kwenda nje. Hakuna kitu isipokuwa bahari ya mauti inayosubiri huko. Msijaribu kuelekeza maisha yenu kwa nguvu zenu wenyewe pekee. Chochote mgogoro mnaokabiliana nao sasa, aminini kwamba Mungu ndiye anayewaongoza na kuwaelekeza kupitia hilo. Jangwa, kwa ufafanuzi, ni mahali pasipofaa kwa makazi ya binadamu, na safina haikuwa tofauti. Hata hivyo, mkimgundua Kristo huko, mahali hapo hasa panakuwa kitu cha ajabu na cha kushangaza. Bahari ya Shamu iligawanyika, mkate ulinyesha kama mana, maji yalibubujika kutoka mwambani, na walipopotea njia, Mungu aliwapa nguzo ya moto na nguzo ya wingu. Labda maisha ya jangwani, ijapokuwa yenye uchungu, ni maisha yanayofurika neema vile vile. Msifuate faraja tu. Faraja na urahisi havileti furaha kweli. Amani ya kweli ya mbinguni ni ya wale wanaochagua maisha ya taabu, wakitembea pamoja na Yesu Kristo. Kuna swali la kuvutia watu wanauliza kwamba kwa spishi za wanyama laki kadhaa zilizopo leo, kuwalisha na kuwatunza wote ndani ya safina kwa mwaka mzima kwa watu 8 tu, inaonekana haiwezekani. Jibu moja la kushangaza lililotolewa ni kwamba katika nafasi iliyofungwa yenye oksijeni ndogo, wanyama huingia kwa asili katika hali ya usingizi wa kiangazi. Wanalala tu wakati wote huo. Nani anajua hasa jinsi Mungu alivyodumisha uzima ndani ya safina hiyo? Lakini tunachojua kwa hakika ni kwamba baada ya mwaka mzima, kila mtu na kila mnyama walitoka bila madhara kabisa. Wapendwa, njia za Mungu mara nyingi ni za ajabu kupita uelewa wetu, na naamini atahifadhi maisha yenu kwa njia tusizoweza kuelewa kikamilifu pia. Sasa angalia mstari 17 hadi 20. Nitaleta maji ya gharika juu ya nchi kuharibu kila kiumbe chenye pumzi chini ya mbingu. Mungu anasema, lakini nitaweka agano langu na wewe, nawe utaingia safinani, wewe na wanao na mkeo, na wake za wanao pamoja nawe, na utaleta viwili vya kila aina ya kiumbe hai kuvihifadhi hai pamoja nawe. Kuna neno moja linalostahili kuangaliwa hapa: agano. Jenga safina, Mungu alisema. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako. Na pamoja na hili, Mungu anatoa ahadi, nitaweka agano langu na wewe. Hapa tunagundua Mungu anayetoa ahadi, asiyetenda kwa msukumo, asiyeshindwa kamwe kutimiza aliyoyanena. Kila kilichoahidiwa katika Agano la Kale kilitimizwa katika Agano Jipya. Maandiko yalitabiri mara kwa mara kwamba Masia angekuja kupitia uzao wa mwanamke kutoka Bethlehemu, kutoka kabila la Yuda. Na kwa wakati wake Yesu alizaliwa, akawa Mwokozi wa wanadamu wote. Hii ndiyo sababu maandiko yanaita Agano la Kale, Agano la Kale, na Agano Jipya, Agano Jipya. Mungu alimwambia Nuhu, nitaweka agano na wewe, nitakuokoa. Lakini la kushangaza, si Nuhu peke yake angeokolewa, bali wanawe na mkewe, na wake za wanawe pamoja naye, familia yake yote.
Hili linakumbusha kifungu kingine kinachojulikana: mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka, wewe na nyumba yako. Wokovu ni nini hasa? Unarudi kwenye unapoishia. Wokovu haujaamuliwa na wewe ni nani, bali wewe ni wa nani. Wakati wa kuacha urithi unafika, unampa mtoto wako mwenyewe, hata kama si mkamilifu, si mtoto wa jirani aliyefanikiwa zaidi. Vivyo hivyo, familia ya Nuhu haikuokolewa kwa sababu walikuwa bora kuliko wote, bali kwa sababu ya walikuwa wa nani. Umeokolewa kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, kwa sababu wewe ni wake. Kuishi maisha mema ya ukarimu na huruma hakukuingizi peke yake mbinguni. Natumaini ni wa Yesu, natumaini ni wa Mungu, na hivyo hata mkijikwaa kwa sababu ni wake, naamini bado mtaokolewa. Mwishowe, angalia mstari 21 na 22. Chukua kila aina ya chakula kinacholiwa na ukihifadhi. Naye Nuhu akafanya kila kitu kama Mungu alivyomwamuru. Hapa kuna maelezo ya mwisho kuhusu Nuhu. Hakuwa mtu aliyeafikiana na akili yake mwenyewe, aliyetenda kulingana na maoni maarufu, au aliyefanya tu alichojifunza mahali pengine. Alifanya kabisa kama Mungu alivyomwambia, bila kupotoka. Naomba kila mmoja wenu ajazwe baraka ile ile, kusikia sauti ya Mungu na kutii neno lake kikamilifu maisha yenu yote. Tuombe. Baba wa mbinguni, wape watu wako wapendwa baraka ile uliompa Nuhu, baraka ya safina. Kwa jina la Yesu tunaomba.